Wakulima oye! Oye! Mimi majina yangu naitwa Rose Waswa, ni mama mjane. Mume wangu aliniachia shamba, hiyo shamba ndio nalima nikisomesha watoto wangu. Wakati Nzoia ilikuanga Nzoia, nilikuwa watoto wangu wanaendelea na masomo. Wakati Nzoia imeanguka, mimi watoto wamekaa nyumbani hawasomi. Kwa hivyo mimi kama mkulima na mama mjane naungana na serikali kupeana ama kukotesha factory ya Nzoia kwa Rai. Mmekubali? Tumekubali Rai achukue Nzoia na sisi wakulima tulipwe. Tumekubali? Na mambo ya wanasiasa kuingilia mambo na Nzoia, sisi wote tunasema hapana. Tunasema Zakaria aende huko. Zakaria ndiye alikuwa anashika matrakta Nzoia isifanye kazi, si ndio? Alafu Eugene alikuwa minister, alisaidia nini Nzoia? Sasa mimi kama mama nimekubaliana ya kwamba Rai achukue mashini na alipe wakulima kwa wakati ambao unatakikana, tupeleke watoto wetu shuleni, alafu hata sisi wa mama tukue na pesa mfukoni. Tumekubaliana. Shitandai, mkazi wa Maraka Ward. Mimi naunga serikali mkono kwa kukotisa kampuni ya Nzoia. Sababu ya kwanza ni kwamba kampuni ya Nzoia imekufa kwa muda ya miaka kama 10. Mheshimiwa Eugene hajafanya chochote na amekuwa waziri. Mheshimiwa Zakaria amekuwa na pesa na hajafanya chochote. Mheshimiwa Kalazinga ni mbunge hajafanya chochote. Mwambie Mheshimiwa Mula Wamboka akae kwake huko, atupe Rai afanye kazi Nzoia, wakulima wapate pesa. Asiweke siasa katika factory ya Nzoia. Apeleke siasa na Nairobi kwa bunge. Asifanye siasa na factory yetu na wakulima wa Bungoma. Sisi tunataka factory ifanye kazi, tupeleke watoto wetu shule. Wengi wetu tulisomea hiyo factory. Lakini sasa hatuwezi hata kupata shilingi moja ifanye kazi kwa shule wala kwa boma. Mabibi zetu wameenda sababu ya kukosa pesa. Tumelima miwa na hakuna chochote chenye tumepata huko factory. Tunamkaribisha Rai kwa mikono yote mbili. Akae kwa hiyo kiti bila wasiwasi, akijua kwamba wakulima wako nyuma yake. Kwa hayo machache tunamshukuru sana rais wetu kwa kumleta Rai katika Nzoia ili afufue Nzoia. Kutoka Mechumeru location kama mkulima wa Nzoia. Kwa saa hii mimi nafurahi, nasema kama mkulima na haki na ukweli. Mimi hizi ni deliveries. Mnaona hizi delivery? Ni mkulima. Si mtu wa kusema ati niliambiwa nitalima, ni mkulima, hata sasa nadai pesa. Na hii factory ilianza zamani, kwanza tukaikotesha nini Wafaransa. Baadaye Wafaransa wakamaliza muda yao. Wakaingia nini serikali kachukua. Kwa miaka 50 serikali imetutesa kabisa. Sasa vile tumeona kama Rai achukue hii mashine, sisi wakulima tufurahie hii maneno. Ya pili, hatutaki sisi wakulima tuingisiwe na wanasiasa atuwapatie hapo kura, wanasema huyu afanye hapa, huyu afanye hapa. Hapana. Saa 12 mimi waamuka na chembe kuenda kwa shamba kulima ili niuse hiyo miwa watoto wangu wasomee. Si na maneno ya kusema ati ODM, TAB, hapana. Sisi wakulima wa chembe na ile vile serikali imepatia nini Rai pesa nini shamba, wacha wafanye nini tupate malipo wa mapema 7 days napewa pesa yetu. Na ile vile nani ofisa alisema nani mkulima wa agriculture alisema tutaanza kupewa pesa wiki hii. Wacha watupatie pesa. Kuna hataki mtu kusimama mbele, hataki Rai, hataki nini, na sisi tumeumia kwa miaka mingi. Sasa nimekubali wafanye kazi nini, nawe Rai ufanye kazi kama unasaidia sisi wakulima. Mimi ni mkulima number 1. Nalima Kakamega County, nalima Bungoma. Nimepeleka miwa yangu Bungoma, Nzoia, miaka 2 imepita bila kulipwa. Nimepeleka West Kenya, hii ni receipts nimelipwa nazo. 1 week nalipwa. Kwa hivyo kama mimi mkulima na wakulima wenzangu wa Bungoma,
Sisi tunataka pesa iwe kwa mfuko. Hatutaki vitina ingine na vingine. Kama ni mbunge yeye anapata mshahara, lakini wakulima tunapata kitu gani? Kwa hivyo kwa kauli moja, kama wakulima wa Bungoma tumeungana pamoja, Rai alime miwa zetu, atushakie miwa zetu na tupate pesa. Hakuna mambo ingine. Siasa hatutaki kwa wakulima. Tumenyanyaswa ya kutosha. Ya kutosha. Kwa hivyo wakulima mwenzangu, wacha tuungane pamoja. Wamboka aende huko, Eugene aende huko. Sisi tunataka kuungana pamoja na wakulima peke yao. Hoye! Wakulima hoye! Hoye! Hii sauti ni sauti ya mnyonge kutoka hizi Sang'aru. Nataka kutoa onyo kwa viongozi wanaopinga maendeleo kwa wananchi. Sisi vijana Bungoma hatuna kazi sababu Nzoia imekufa. Sasa wakipata mtu ambaye anaamusha Nzoia, msikuje kupinga sababu vijana tunataka ajira. Kama mtaendelea kupinga, vijana tutaamuka chini, tulete rai na nguvu ili serikali ipe vijana kazi, rai apewe Nzoia, vijana wapewe kazi, wakulima walipwe kwa wakati. Sisi hatuwezi lala kwa nyumba, vijana tumeokopa kuoa juu hatuna pesa. Zakaria ndiye ametembea huku Bungoma ndiye akishika magari za Nzoia. Timu ya Nzoia ilianguka juu ya Zakaria ndiye alikuwa anatafuta hizo magari za Nzoia akishika akipeleka huko. Sasa hiyo ndio haki anatafutia wananchi. Kuna Eugene amekuwa kwa serikali ya Kibaki, amekuwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Alisaidia nini Nzoia? Hiyo mambo ya kuchukua vijana kuweka nyuma wakifikiria sisi hatuna akili, saa hii vijana wamerefuka. Wajinga waliisha Bungoma. Wajinga waliisha kwa wakulima. Mimi ni kanali mstaafu ambaye alistaafu kwa ukulima wa miwa. Na nimekuwa pia mtetezi wa wakulima wa miwa. Sasa tuko na shida mahali tuko. Kwa sababu hapo nyuma tumepigania soko huru ya miwa. Hiyo ni kusema nini? Miwa inarudi kuwa mali ya mkulima mwenyewe na ndio banki yake, ndio kila kitu. Na yeye ni kuhakikisha ya kwamba mwenye anampendeza ndiye atamwachia hiyo miwa. Na atampendeza kwa njia gani? Bei alipe mzuri na pia analipa kwa wakati, na tena mkulima akitaka kudevelop hiyo miwa anapata usaidizi. Kwa muda mrefu viwanda ambavyo vimekuwa chini ya serikali zimekuwa na shida. Shida zimeletwa na viongozi wetu. Kwa sababu kila wakati wakitembea kwa hizo viwanda iko kitu wanataka ya bure. Pia wao si wakulima. Sasa wanakula hizi viwanda mpaka zinashindwa kulipa wakulima. Na matatizo mengine mengi. Lakini imefika wakati hapo awali sisi tulirecommend ya kwamba hizi viwanda ili zifanye kazi ziwe properly privatized. Lakini hata hivyo serikali imefika wakati inataka kusipeana under the lease agreement to the privateers ambao watashughulikia mkulima na pia mahitaji yako upande wao, watakuwa pia wanatengeneza pesa za kutosha, wanapata faida na wanalipa ushuru kwa serikali. Ili serikali nayo ifanye kazi yake ya kuongoza watu, ya kugovern, lakini sio kibiashara. Wangu ni wakati huu vile kiwanda ya Nzoia inapeanwa, mimi nasema heko kwa serikali. Kwa sababu mwegezaji huyu anajulikana. Ako na tajiriba ya kulipa wakulima wake kwa wakati. Kila mwenye amepeleka miwa analipwa kwa wiki. Na pia analipa kwa wakati, na pia analipa bei ya juu kidogo. Na tena ukitaka kama we ni mkulima umeshindwa huko na hitaji, anakusaidia ili uguze miwa. So tuko na hao watu ambao wamekuwa wakikula katika hizi viwanda na kufanya zirudi chini.
ndio sasa wanapinga na wanataka kutumia watu wetu vibaya. Mimi narai watu wetu mufunguke macho, msitumike vibaya, kwa sababu mwekezaji huyu ni kwa manufaa yako. Wewe ukipeleka miwa utalipwa kwa wakati na utalipwa bei mzuri. Hata kama ni ukulima uko na matatizo atakusaidia. Na pia kwa upande mwingine tuka hata na schools ambazo ziko within that sugarcane catchment area. Katika mpango wa giving back to the community atasaidia hizi shule, kwa sababu mgao wa serikali tu kwa shule. Kweli schools are struggling, haitoshi. So iko manufaa mengi ambayo wakulima watapata na wataona afueni kidogo. Wakulima wenzangu wa Bungoma County, kitu ambacho mimi ningewaambia, imefika wakati sasa ambaye ambapo sasa mkulima wa Bungoma, mkulima wa miwa asimame kidete. Kisa na maana, mkulima unafaa uwe na pesa. It is very painful, unakaa kuanzia mwaka 2021 na mpaka saa hizi 2021 hujalipwa pesa yako. Huyu mwekezaji, kitu nitawahakikishia ya kwamba utalipwa exactly baada ya wiki moja. Every Friday, mkulima wa Nzoia ambaye umekuwa ukipeleka miwa yako Nzoia, I can guarantee you utalipwa baada ya siku 7, because we have tried na tumeona na tunajua ni kitu gani tunawaambia. Na sisi kama wakulima ambaye tunatoka sehemu ya Naitiri, tuko tayari kusimama na nyinyi kidete. Msisikize mambo ya wanasiasa. Wanasiasa hawana haja ya mkulima kabisa. Mkulima ujisimamie. Wewe mzee mmoja amesimama hapa akasema yeye ndio huenda na jembe saa 12 kwa shamba, na yeye ndiye anafaa kujua uchungu ambaye iko. Mwanasiasa gani hapa analima miwa ambaye anakuja kuongea? Wote ambao wanakimbia wanasema maandamano, wanasema nini? Wamelima miwa wapi? Muone kabisa. Kuanzia kina Eugene wapi, wamelima miwa wapi? Hawajui uchungu ya mkulima. So kwa hivyo sisi tunasema mkulima, wewe wacha kujisikiza mambo ya wanasiasa. Sikiza mambo ya wakulima wenzako.